hauna hoja yoyote, hauna udhuru wowote kuacha swala kwamba mimi naumwa. Hapana. Mwanaume uingie kwenye siku zako kwamba mimi nipo kwenye siku zangu si swali. Hapana. Kila siku wewe mwanaume wajibu wako wewe kutekeleza ibada ya swala. Haina udhuru wowote, hata kama umedumbukia kwenye siki la choo, ukifika muda wa swala lazima wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala uswali. Kwa hiyo Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala anatuambia kwamba inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha taqabbala al-amal al-'abda, hatakapokubali matendo ya mja wake Allah subhanahu wa ta'ala, wafaqahu li'amalin salih ba'da, basi Allah subhanahu wa ta'ala humwafikisha baada ya yale aliyokuwa akiyafanya, basi humwafikisha muendelezo wa kuyatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo hii ni alama ya kwamba ukiona umeendelea baada ya Ramadhani na wewe ukaendelea kuyafanya yale yale ambayo ulikuwa unayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, matendo ambayo alikuwa anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala, unaisoma Qur'ani, unatoa sadaka, unajitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauangalii ni tapeli, uangalii huyu ana shida kweli. Hapana, kwa kuwa unamuona kwamba anataka msaada, wewe ukamsaidia, ukawa unawafutulisha watu, unawalisha maskini, basi na baada ya Ramadhani ukaendelea hivyo hivyo, basi hii ni alama mojawapo ya kwamba somo zako Allah subhanahu wa ta'ala amezikubali. Lakini kinyume chake, kama ulikuwa unaswali ndani ya mwezi wa Ramadhani, umeisha mwezi wa Ramadhani hauswali tena, ulikuwa ukijitolea sadaka, mwezi wa Ramadhani umeisha hujitolei tena, ulikuwa unatoa maneno mazuri, unaongea na marafiki zako maneno mazuri, lakini baada ya Ramadhani ni matusi tu, maneno ya ovyo, basi wewe nini alama mojawapo ya kwamba somo zako wewe ulizozifanya ni habaa manthura, ilikuwa ni vumbi tu, ulikuwa unacheza, ni alama mojawapo. Kwa hiyo inna Allah idha taqabbal amal al-'abd, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakapokubali matendo ya mja wake, wafaqahu al-amal salih ba'da, basi Allah subhanahu wa ta'ala humjalia mja huyo, mja wake humjalia kuendelea baada ya matendo yale mema aliyokuwa anayafanya, basi humjalia muendelezo wa kuyafanya matendo mema. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unafanya matendo mema na baada ya hapo ukaendelea kuyafanya, basi hii ni alama mojawapo ya Allah subhanahu wa ta'ala kukubalia matendo yako. Aqulu ma tasma'un. Salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Hakika hutuba yetu ya leo inazungumzia kwamba siyamu sita, saumu za Shawwal kusindikiza mwezi wa Ramadhani, dalilu ala kubuli siyamu Ramadhani, ni dalili ya kukubaliwa matendo na kukubaliwa somo zako za mwezi wa Ramadhani. Baada ya kufunga basi ukafuatisha tena saumu, basi ni dalili mojawapo nje wa Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa somo zako. Wako watu wengi wanashindwa kuitumia fursa hii kuweza kusindikiza mwezi wa Ramadhani kwa saumu, hawanashindwa kabisa. Ni siku sita, lakini watu wanashindwa kabisa. Anaweza mwezi siku 30 mwezi mzima kufunga, lakini siku sita nakwambia ni ngumu. Kufunga na watu wanakula ni ngumu. Yeye anaangalia watu wakiwa wanakula na wewe unafunga hizi sita, haiseni hatari, mimi siwezi. Kwa hiyo hizi somo sita ukizipatisha, dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekubali somo zako za mwezi wa Ramadhani. Hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia hadithi iliyopokelewa ilitoka kwa Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man swama Ramadhan, atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu sita, kisha akaufuatisha na somo sita ni Shawwal, za mwezi wa Shawwal, kana kasiyamu dahari, ni kana kwamba mtu huyo amefunga mwaka mzima. Ujira ulioje, neema iliyoje yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani akaumaliza
na akafatisha masiku 6 ya Shawwal, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kana kasiyamu dahali, ni kana kwamba mtu huyo amefunga mwaka mzima. Lakini watu hii fursa wanashindwa, na hakika ya fursa huwa haitokei mara kwa mara. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa na fursa ya kuchuma malipo mengi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndio imeondoka. Kuja kuipata ni majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaka mwingine tena Shawwali tunayo, ni fursa baada ya kuondoka kuipata ni mwaka mwingine tena. Haujui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama atakufikisha, lakini pale unapoipata fursa basi unatakiwa uichangamkie, ujitahidi uitekeleze fursa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa anafurahi kuona mja wake anaitekeleza, anaifanyia kazi ile fursa aliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba yule ambaye mansama Ramadhan, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhan, thumma atba'ahu 6, kisha mwezi wa Ramadhani akaufuatisha masiku 6 hayo min Shawwal, kunako mwezi wa Shawwal, kana kasiyamu dahali, nikana kwamba malipo yake amefunga mwaka mzima. Neema iliyoje sisi Waislamu! Tunashindwaje kuchukua malipo haya? Tunashindwaje kutekeleza, kuzifunga siku 6 hizi kwa kutekeleza, ili tuweze kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiona wewe umeshindwa kuzitekeleza hizi masiku 6, haumwi, hauna udhuru wote, ukashindwa kuyafunga masiku haya 6, basi tayari ni alama mojawapo ya kwamba somo zako ulizozifunga ni habaa manthura. Allah subhanahu wa ta'ala hajazikubali. Lakini ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekufikisha, umeweza kutekeleza masiku haya 6 ukayafunga, basi ni dalili mojawapo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukubalia somo zako ulizozifunga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiliza na ni wenye kutekeleza. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.